to African language, Swahili, because Swahili people that let me try to tap them. Kwa hivyo ndivyo ambavyo nimekukaribisha. You're most welcome to church, which is found in Tanzania, Dar es Salaam. And if you search for this, you're most welcome, because you are required to repent of Jesus Christ, and He's the one, the most holy, rather than anyone in the world, and He will cleanse your sins. And because His blood has been shed on the cross, so that to clean you, so you can be cleaned. You can be cleansed by the blood of Jesus Christ. It's the holy blood. After cleansing you, He can create you be not only to be holy, but to be perfect. After learning these lessons, which I told you previously, first principles teachings, you can learn in principle learnings, principal teachings, as has been said in a Hebrew chapter 6 verse 1 to 2. Then you can be you can learn second steps, third steps, and fourth steps, and that fourth steps can make you to be perfect as Jesus Christ was. So you're most welcome. If you need to communicate with us, you may try to communicate through WhatsApp number +255 612 777 135. And if you want to communicate straight, you need to watch our videos. You may try to watch Holiness TV or Ndugu Moffat. You may see those videos. You may capture those videos very correctly. Not only that, but also if you want to watch us, to follow us on TikTok, Instagram, TikTok, Holiness TV, YouTube channel, Holiness TV on Ndugu Moffat, Instagram, Holiness TV, X also is Holiness. You're most welcome, welcome, welcome indeed. Let me go back in Swahili. Let me go back to Swahili so that I may speak to Swahili people who speak Swahili right here. Most of them, they couldn't understand even a single word. Right now, let me try to speak in Swahili so that they can. I'm talking about our churches. Kwa hiyo nimea sasa. Kama kuna maswali kama kuna maswali yanaweza yakaulizwa kuhusiana na Wapentekoste, kwamba ni Wapentekoste kwa jina, lakini ni Wakatoliki kivitendo. Pastor, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Kwa wakati huu ningetamani kuona maelezo yako juu ya somo hili, Ndio, ambalo linasema wanajiita Wapentekoste lakini ni Wakatoliki kimatendo. ndio. Yako mambo mengi ambayo Wakristo hawa ambao wanajiita Wapentekoste, Ndio. au watu ambao wanaitwa mwingine ni Protestant, Okay. ni wapingaji, watu ambao wanapinga Yes. kile walichokikuta kwenye kanisa linaloitwa kanisa mama ya Katoliki. Ndio. Kuna mambo waliyapinga lakini sasa wanayafanya. Exactly. Kabla sijaenda mbali, Ndio. nilitamani uelezee moja ya jambo ambalo kuna baadhi ya watu wanajiita Pentecost lakini wana kitu kinaitwa liturujia. Yeah. Liturujia. Kuna mtu ajui nini maana ya liturujia, inafanyikaje, ikoje? Sasa hebu ieleze hiyo na madhara yake kwa Mkristo. Kwanza, liturujia ni neno jingine linalomaanisha utaratibu. Ni kitu kinazungumzia habari ya utaratibu. Ni kweli Biblia imeeleza habari ya utaratibu, issue ya kuwa na utaratibu. Katika Wakorintho wa kwanza 14:40 inazungumza habari ya utaratibu. Lakini utaratibu wowote ndani ya kanisa hautakiwi umnyang'anye nafasi au mamlaka au utawala yule anaitwa mama wa kanisa au kiongozi wa kanisa. Anaitwa nani? Roho Mtakatifu. Utaratibu wowote ukimnyang'anya mamlaka Roho Mtakatifu, maanake hilo linakuwa sio kanisa la Roho Mtakatifu, hilo linakuwa ni kanisa la dini. Kwa hiyo tunaweza kuwa na utaratibu kwamba asubuhi tutaanza na maombi, alafu baadaye tutafuata labda siyo Sunday school, wengine wanaita madarasa ya Biblia, vyovyote tutakavyoita kile kipindi cha asubuhi. Lakini tunapokuwa katika utaratibu fulani, kwa mfano asubuhi tunasema ni maombi. Sasa inaweza ikatokea